wasaa habari za biashara. Mimi ni Eden Bahati, karibu kwa mara nyingine tena. Wizara ya Mifugo na Uvuvi nchini imevitaka vyombo vya usalama kuimarisha mifumo ya ulinzi kwenye mipaka ya Ziwa Victoria ili kudhibiti uingizwaji holela wa samaki kwa njia ya magendo kutoka nje ya nchi. Uingizwaji huo unasababisha upotevu wa pato la taifa na kuhatarisha soko la samaki kwa wazalishaji wazawa. Henry Kavirondo ana undani wa taarifa hiyo. Maelekezo haya yametolewa na Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Balozi Dr. Bashiru Ali, baada ya kutembelea mradi wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba wa mwekezaji The Big Best Company kutoka nchini Zambia. Mifumo yetu ya udhibiti mipakani imelegalega na imelegalega kwa hatari ya usalama wa uchumi wa nchi. Tumeweka sheria ili tulinde wazalishaji wa sato hapa nchini ambao wanaibukia ukiwepo wewe. Pia amewahimiza wawekezaji kuanzisha viwanda vya uzalishaji wa chakula cha samaki na watafiti kufanya tafiti za uzalishaji wa vifaranga vya samaki ili kuepusha uhaba wa upatikanaji wa chakula cha samaki na vifaranga hao. Kwa hiyo wawekezaji wakubwa, elekezeni nguvu katika maeneo ambayo yana vikwazo vya kupanua sekta hii. Na kama itaonekana hamfanyi hivyo, kusema ukweli hamtakuwa na maana kuwepo. Tumetoa ajira kwa wananchi wapatao 308 za kudumu. Aidha, kampuni inaendelea na ujenzi wa kiwanda cha chakula cha samaki kilichopo eneo la Kisesa. Mradi wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba The Big Best Company una jumla ya vizimba 750 vilivyogharimu zaidi ya shilingi bilioni 205 katika hatua ya awali, na kwamba utakapokamilika unatarajia kugharimu zaidi ya shilingi trilioni 7. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Serikali imesema uchumi wa Tanzania unaendelea kuimarika na kwamba uwekezaji katika sekta mbalimbali hususan madini, gesi, nishati, kilimo na miundombinu unatarajiwa kutoa msukumo mkubwa kwa ukuaji wa uchumi. Hayo yalielezwa na Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar wakati akifungua mkutano wa wataalamu wa kampuni ya kimataifa ya tathmini ya madeni ya Fitch Rating uliofanyika kwa njia ya mtandao, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa kufanya mapitisho ya hali ya uchumi wa Tanzania. Alisema serikali imeendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, ikiwa ni pamoja na kufanyia kazi mapendekezo ya Tume ya Mageuzi ya Kodi iliyoundwa na serikali, jambo ambalo limeendelea kukuza uchumi wa nchi. Ametaja moja ya maeneo muhimu yaliyoandaliwa na Fitch ni maendeleo katika sekta ya madini na uchakataji wa madini, huku akieleza kuwa Tanzania ina miradi mikubwa ambayo ipo katika hatua mbalimbali za maandalizi na ikitekelezwa itakuwa na mchango mkubwa katika uchumi. Upande wa ukuaji wa uchumi tumetoka 5% ya mwaka juzi, mwaka 2024 tumekwenda 5.9 mwaka jana. Mwaka huu tunategemea tutakwenda uchumi utakuwa kwa 6.3. Hatujafikia viwango ambavyo vilikuwa kabla ya Covid, lakini tunaendelea vizuri. Lakini tuna miradi mingine ambayo inaendelea upande wa aluminium Songea, chuma Liganga, chuma Dodoma, niko Kabanga, niko Lindi. Tuna mradi mwingine wa ile ya graphite Mahenge. Kwa jumla kwenye sekta hii ikiangalia kuna uwekezaji mkubwa ambao unategemea kutokezea nchini na ambao unaweza ukaleta msukumo mkubwa katika uchumi wetu. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA imesaini makubaliano na kampuni ya simu ya Vodacom kwa lengo la kuimarisha sekta ya mawasiliano kwa wawekezaji hususan katika maeneo maalum ya uwekezaji, huku teknolojia bora ikitajwa kuwa ni msingi wa kuvutia uwekezaji huo. Akizungumzia ushirikiano huo, mkurugenzi mkuu wa TISEZA Greg Terry amesema haujalenga mawasiliano tu bali utaangazia mambo mengi katika sekta hiyo, ikiwemo huduma za internet isiyohamishika, kuhamasisha shughuli za uwekezaji, majukwaa ya kibiashara na kuonyesha fursa zilizopo hapa nchini. Mkurugenzi wa biashara Vodacom Nguvu Kamando amesema wawekezaji wanapokuja nchini wakute miundombinu muhimu tayari, ikiwemo huduma za internet na fiber pamoja na suluhisho la kifedha, hatua ambayo itawezesha kutumia teknolojia za simu kufanya malipo, huku akitambua kuwa wawekezaji wanahitaji uhakika wa usalama wa mtandao na mifumo yao. Teknolojia sio chombo cha mawasiliano pekee, kaka yangu Nguvu atawaeleza hapa, lakini imekuwa kichocheo kikubwa sana cha kufanya uwekezaji, ubunifu, ushindani, ukuzaji wa uchumi. Na tunaamini tunapokuwa na huduma bora za kiteknolojia zinasaidia
si tu kuanzisha fursa, lakini pia kukuza fursa za kiuchumi na kuwawezesha Watanzania mmoja mmoja kukuza biashara zao. Makubaliano haya yataenda kuongeza tija kwenye hayo majawabu yote ya uwekezaji, kwamba teknolojia sio shida. Isitegemee, usishangae kwamba umetoka Ulaya ukitegemea kuja kufungua kiwanda kama ulichonacho Ulaya na ukawa unawaza nitapata wapi teknolojia ya kuendesha kiwanda changu bila kupata shida. Nitapata wapi teknolojia ya kuweza kuwa na ulinzi wa uhakika kwenye mambo yangu ya mitandao. Naam, taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za kibiashara. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea itakuwa ni wasaa habari za michezo na burudani. Mimi ni Eden Bahati.